Ni kwa nini siku ya uhuru inakuwa ina nguvu kama ambavyo mapinduzi ina nguvu kwa Zanzibar? Sasa siku ya uhuru wa Zanzibar inakosa uhuru kwa sababu mbili, inakosa nguvu kwa sababu mbili. Kwanza haukuwa uhuru kamili, kwa sababu ni uhuru ambao haukuwa na usawa kwa watu wote. Tunaposema uhuru, maana yake ni kwamba ni kutoka katika minyororo ya wanyonyaji na wakoloni na kuwa na taifa lenye watu wenye fikra sahihi juu ya mwenendo wa taifa lao. Kwa hiyo Zanzibar kwa wakati huo haikuwa hivyo. Hiyo ni sababu ya kwanza, lakini sababu ya pili ni muungano. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar umetengeneza taifa moja, ambalo sasa hawezi kuwa na taifa ambalo linasherehekea tarehe ya uhuru mbili tofauti. Hiyo itakuwa inapoteza mantiki ya taifa. Sasa kwa sababu tuna taifa moja, ni lazima tusherehekee mapinduzi ya Zanzibar ambayo yameleta usawa na mapinduzi ya kiuchumi, lakini pia tusherehekee uhuru wa tarehe 9 Disemba wa nchi ya Tanganyika. Kwa sababu kwamba uhuru wa Zanzibar wakati ule haukuwa uhuru kamili kutokana na kuwepo kwa matabaka, lakini pili bado Waarabu walikuwa wameshika shehena za kiutawala za taifa la Zanzibar. Tuangazie kidogo kwa urefu baada ya mapinduzi sasa Zanzibar labda na Tanganyika ilianzaje mpaka baadaye ikaona sasa tunaweza kuwa kitu kimoja. Ndani ya miezi miwili mitatu. Ni miezi mitatu. Ukisikiliza hotuba ya Dr. Karume, Abeid Amani Karume, Abeid Amani Karume, rest in peace. Anasema kwamba nadhani pale ndio walikuwa wanajaribu kufungua mwanga na kuonyesha taswira ya wapi wanaelekea kama Wazanzibari. Alisema kwamba hauwezi kuwa na uchungu na taifa lako ikiwa unabaki kuwa mwenyewe. Kwa ni lazima uungane na wenzako ili muweze kupambana kuyafikia maendeleo kwa pamoja. Na ndipo sasa baadaye wakaingia kwenye majadiliano ya kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa na taifa moja. Kwa hiyo juhudi za kutuleta kwenye muungano ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kwanza Zanzibar inakuwa salama dhidi ya watu wasioitakia mema, lakini pili mainland kwa maana ya Tanganyika kwa wakati ule nayo inakuwa salama. Ndio maana wakaweka mambo ya muungano. Kuna mambo 11 ya muungano ukiangalia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano. Mojawapo ni jambo la uraia, mambo ya elimu, mambo mengi yale yamewekwa, yale mambo ambayo ni mataifa haya mawili yakiungana kwa pamoja yatasogea kwa kasi zaidi kuliko kawaida. Miezi mitatu ijayo itabidi Bwana Nathan uweze kuja hapa ili tuweze kuzungumza masuala ya muungano kiundani zaidi, kwa sababu kitu ambacho nimenotice ni ngumu sana kuzungumza mapinduzi pasipo kugusia masuala za muungano. Na kwa ambao umeeleza, nimejiuliza swali. Tarehe 12 Januari 1964 mapinduzi, then tarehe 26 Aprili 1964 muungano. Huenda kuna nguvu yoyote ama ushawishi wowote una ushawishi wowote wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kusaidia haya mapinduzi? Kwa tafiti zangu ni hapana. Ni hapana, kwa sababu hakuna literature ama kitabu chochote ambacho kimemuonyesha baba wa taifa kama sehemu ya kuchagiza mapinduzi. Lakini Nyerere ameonekana kama mtu aliyetaka kuiunganisha Afrika kuwa sehemu moja. Nyerere na Kwame Nkrumah ni watu ambao Afrika inawakumbuka kwa mambo hayo ya kutaka kuiunganisha Afrika kuwa kitu kimoja. Na vitabu vingi akiwemo Profesa Issa Shivji na wengine wengi wamemwelezea Nyerere kama mtu ambaye alikuwa kwenye meza ya pamoja na Karume baada ya mapinduzi. Alikuja kuonekana baada ya mapinduzi. Kwa mapinduzi ya Zanzibar tunaweza kusema kwamba na muungano ni kama baba na mtoto.
Ni kwamba mapinduzi ndio yalizaa muungano. Lakini kwa mawazo ya Karume mwenyewe, baba wa taifa anaeleza katika moja kati ya hotuba zake, anasema Karume alimuomba, bwana, tufanye muungano, lakini mimi niko tayari hata kutokuwa rais. Nyerere akasema, mimi hata tukiungana, mimi pia niko tayari kutokuwa rais. Kwa hiyo ikaonekana hakukuwa na kugombania kwa madaraka. Kila mtu alikuwa yuko tayari kumsikiza mwenzie, na ndio maana ule muungano ambao tunasema ni sui generis, muungano wa aina yake ukatokea, kwa sababu hawa watu wawili walitamani kuona bara Afrika, hasa nchi ya Tanzania, zikiungana pamoja, ili sasa kusendi signal, kutuma taarifa kwa mataifa mengine, kama sisi tumeweza, wa nyinyi mmeshindwa. Na literature nyingine zinasema kwamba wakati huo pia Nyerere alikuwa kwenye mazungumzo na rais wakati huo wa Kenya kuweza kuhakikisha pia wanaungana. Lakini rais wa Kenya alidelay kutokana na ile, alitaka yeye ndo awe kiongozi. Hakuwa na ile consensus ya majadiliano wakati ule, kitabu inavyoeleza kwamba, na ndio maana ule muungano alienda na vipaumbele vyake na miungano mingine, then muungano wa Zanzibar ukawai kutokana na ile political will, kwamba ile nia ya dhati ya kisiasa ya kutaka kuunganisha mataifa ya Tanganyika na Zanzibar. Ndio maana leo tunasherehekea mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia muungano wa taifa letu. Okay. The Bantu.